Mpendwa mtazamaji wa mitandao yetu ya kijamii Kayanga Catholic Diocese Online TV, sasa hivi tuko kwenye kipindi cha Majilio, kipindi kimoja kati ya vipindi 6 vya kanisa vya kiliturujia: kipindi cha Majilio, kipindi cha kuzaliwa Bwana, alafu kipindi cha Kwaresma, kipindi cha Pasaka, kipindi cha Pentekoste pamoja na kipindi cha kawaida cha mwaka wa kanisa. Kwa sasa tuko kwenye kipindi cha Majilio. Mpendwa mtazamaji, Majilio maana yake nini? Majilio ni masubirio ya ujio wa mtu au kitu. Kwa historia yake, Majilio yaani Advent kwa lugha nyingine, kwa jamii ya Kiyahudi walikuwa wakitumia hili neno Advent au Majilio wakimaanisha masubirio ya ujio wa kiongozi wao au mfalme wao. Kwa nyakati zetu hizi hatuna wafalme, lakini tunao viongozi wakubwa wa kiserikali. Wakiwa wanapanga kufanya ziara sehemu yoyote, basi watu hujiandaa kuwasubiria, huandaa mambo mbalimbali kwa ajili ya kuwapokea viongozi hao. Hiyo ndiyo Advent. Kumbe kanisa ili kristianisha hilo neno Advent, yani Majilio, kuonesha ujio au usubirio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kipindi hiki cha Majilio kimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni kuanzia Dominika ya kwanza ya Majilio hadi tarehe 16 ya mwezi wa 12, na kipindi cha pili ni kuanzia tarehe 17 kwenda mpaka tarehe 24. Kipindi cha kwanza tumekwisha kitamatisha, kwani leo tuko tarehe 17. Kipindi cha kwanza cha Majilio kinazungumzia ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja katika utukufu wake, ujio wa pili. Kumbe sala za kanisa na maadhimisho yote yanazungumzia ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani nyimbo ambazo tunaimba kwa kipindi cha Majilio, sala kama kolekta, ile sala tunayosaliwa mwanzoni mwa adhimisho takatifu la misa, masomo matakatifu, sala ya kuombea dhabihu na utangulizi wa sala ya Ekaristi, yani Prefasio, pamoja na sala ya mwisho au sala baada ya komunyo. Yote yanazungumzia ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kipindi cha kwanza cha Majilio, yani Dominika ya kwanza mpaka tarehe 16 ya mwezi wa 12. Tunapoanza tarehe 17 ya mwezi wa 12 mpaka tarehe 24, masomo yote na hayo yote ambayo nimeyataja, sala zote katika maadhimisho, yanazungumzia ujio wa kwanza wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani kuzaliwa kwake, ambayo kilele chake ni ule usiku ambapo tunasherekea kuzaliwa Mwokozi wetu, yaani Kristo anapomwilishwa. Anamwilishwa kupitia tumbo la mama yetu Bikira Maria, na kuzaliwa, anatoa mwili kwa mwanadamu kupitia kwa mama Bikira Maria. Kumbe hicho ndiyo kipindi cha Majilio. Tufanye nini katika kipindi cha Majilio? Katika vipindi vyote hivyo viwili ambapo tunasubiria kuja kwa kiongozi mkubwa, kama ambavyo tunajiandaa kama ilivyokuwa mwanzoni mwa historia wa neno hili Advent, tunaposubiria ujio wa kiongozi, watu watajiandaa, watasafisha barabara, wataandaa atakapofikia. Sasa je, kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa wafalme, tufanye nini? Maandalizi yanakuwa ni ya kina zaidi kuliko kipindi kingine chochote, na kuandaa ni kujiandaa kiroho, kwa sababu yeye anapokuja, huyu mfalme Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kutukomboa sisi kiroho, anakuja kutukomboa kutoka katika utumwa wa dhambi. Kumbe kama ambavyo tunasafisha viwanja, tunaandaa mazingira, tunapamba mazingira yetu ili kiongozi aje, sasa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni kuziandaa nyoyo zetu, kuziandaa roho zetu kwa kusafisha roho zetu. Ndiyo maana tunasikia katika masomo, wakati ni mbatizaji ambaye ni mtangulizi wa Kristo anatuambia, anatualika, yanyosheni mapito yake, vilima vyote vishushwe na mabonde yajazwe. Ili hasa hayo mabonde na milima ni kadhia ambazo tunakuwa nazo rohoni mwetu, machafuko ambayo tunakuwa nayo rohoni mwetu, dhambi tunazokuwa nazo rohoni mwetu. Dhambi, kila mtu anajua ni kitu gani ambacho kinafanya moyo wake uwe na mlima. Inaweza ikawa ni kiburi, majivuno,
inaweza ikawa roho mbaya, inaweza ikawa uzinzi, inaweza ukawa uasherati, inaweza ikawa na mambo mengine ambayo yanafanana na hayo ambayo yanazichafua roho zetu. Sasa hayo inabidi yote tuyatoe katika roho zetu, tufanye ziwe safi, ili huyu Kristo anayezaliwa, huyu mkombozi wetu, azaliwe katika mazingira safi ya mioyo yetu, azaliwe katika mazingira ambayo yanamstahili yeye kwa utukufu wake. Kumbe sisi kama Wakristo tunaalikwa katika kipindi cha Majilio kutubu. Hiyo ndiyo njia sahihi ya kusafisha roho zetu, ya kushusha milima iliyokuwa kwenye mioyo yetu, ya kushusha mabonde, ya kujaza mabonde ambayo yanakuwa mioyoni mwetu. Kujaza mabonde, kutenda yale yaliyo mema, kuwajali maskini, kuwajali wahitaji. Hayo ni matendo ambayo yanajaza mabonde yaliyoko moyoni mwetu. Na kushusha milima ni kuondoa chuki, kuneneana mabaya na mambo mengine kama hayo ambayo yanafanya mioyo yetu iwe na milima. Sasa hayo ni kuyatoa ili tuweze kusawazisha, ili huyu atakaye kuja Bwana wetu Yesu kuzaliwa mioyoni mwetu apate sehemu nzuri ya kuzaliwa, apate sehemu nzuri ya kupita. Asanteni sana, na nikualike uendelee kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii.